Sing Yesu. Unajua kuna kitu mimi huwa sitaki. Mimi sitaki kujifanya kwamba ninaelewa lugha zote. Kwa sababu kuna watu walikuja huko kwetu wakasema Mwathani Agoso. Mwathani Agoso. Na mwishowe tuko pahali tuko sasa. Kwa hivyo mimi na heshima ya kujua ya kwamba sasa tuko Masaini. Na hapa kwa sababu mimi sijui Kimasai nitaongea Kiswahili. Na ninaheshimu lugha yenu. Na ninaweza sema hiyo mambo ya tumsifu Yesu Kristo kwa njia ya Kimasai. Lakini pia sitaki kucheza na maneno. Kwa heshima kubwa sana ya Bishop Ejo Maraso na mke wake na wale mabishop wengine akina Mary Bishop Tuke, I hope I pronounce it properly, na kanisa yote, mimi nataka kusema shukrani kubwa kwa kupatiwa nafasi ya kusimama mbele yenu. Na waheshimu viongozi ambao tuko nao, Moita wakili hapa, kijana chipukizi, naona anaweka bidii sana. Ni kweli tulikuwa na yeye shule, sasa hiyo nilikuwa nafanya degree yangu karibu ya 4. Ndio tukakutana na miaka yako kwa shule. Lakini tuko hapa kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupenda. Na mimi sina mambo mengi ya kusema. Nilikuja tu kwa maliko yake familia ya Bishop Maraso. Ilikuwa leo niwe katika ibada kule pade ya Nyeri, lakini mama akanikumbusha akasema we mani mwanzo sijui ilikuwa mwezi gani, akasema Isuru, jana usiku nikaambia watu wachache kesho amli ni bali inaitwa Imaroro. Na mimi nimefurahia sana. Niwaambie kwa sababu sasa ni karibu mara ya 5 ya 6 tumekuwa katika ibada moja na Bishop Ejo Maraso. Mimi nimekuja kumpenda. Mambo yake ya kuhubiri ni mambo ya urahisi. Na niseme kitu, mimi ni mzee wa kanisa PCA. Na nimetembea na imekuwa kwa muda sijaona watu wakiokoka. Imekuwa kwa muda sijaona watu wakiokoka. Kwa hivyo leo nimefurahia sana kukaa kanisani na kuona wazee na kina mama wakimkubali Mwenyezi Mungu kama kiongozi wa maisha yao, mwokozi wa maisha yao. Kwa sababu hilo ni jambo la maana katika maisha hii yote. Mimi huambia watu tukienda katika masishi, kama ile hadithi inaandikwa juu ya mwenye tunasika. Hakuna wakati tutasema alikuwa na ng'ombe 300, alikuwa na shamba eka 800. Hakuna, ilikuwa tu yeye alizaliwa, ako na watoto, alienda shule, hakuenda shule, alienda kanisa, hakuenda kanisa, aliokoka, hakuokoka, mwisho tunasika. Hii mambo mengine hakuna. Ni kama unajuana na Mwenyezi Mungu ama hujuani na yeye. Kwa sababu kama unajuana na Mwenyezi Mungu, sasa tuko na kujua unaenda wapi. Na iko na matumaini tutaonana hapo mbele wakati ikifika. Kwa hivyo mambo ya kujuana na Mwenyezi Mungu ni namba 1. Na lile lingine nataka kusema ni kwa sababu Kenya tumeenda kado na maneno. Wakati wa siasa huwa ni miezi 3 kabla ya kupiga kura. Lakini Kenya hii imekuwa wakati wa siasa ni wakati kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tunapiga kura, kesho yake tuko uwanjani kupiga siasa. Na hiyo ni makosa kubwa sana kwa sababu inazuia tuchangie maendeleo ya Kenya hii. Barabara na kila kitu. Nao wahubiri waendelee kuhubiri mambo ya Mungu. Lakini sasa mambo ya siasa Kenya hii hata imetoa katika dunia ya Kenya. Na ndio saa zingine unaweza ona kama sisi hatuweki bidii sana, hatuna mikutano hapa na
kwa sababu yule anaitwa Judas. Judas alifanya nini? Alimsaliti Yesu. Na sababu gani amri ikitoka mimi ninatii ya Catherine Malaswa? Ni kwa sababu tangu 2022 yeye hajamsaliti Uhuru na hajamsaliti chama cha Jubilee. Sisi tumekuwa kwa shida kwa miaka. Ni kweli, kama kweli tukifanya mambo vile inatakana kufanyika, huyu leo angekuwa mheshimiwa pahali fulani. Lakini kuna mambo yamefanyika kule beleni na tumeacha nyuma. Vile vile wakili hapa pengine pia angekuwa mheshimiwa ama anawakilisha sisi sehemu fulani. Lakini lazima tujipange na tuende mbele. Na mambo ya uasi, usaliti tuachane na Hello. Mambo ya uasi, usaliti tuachane na Bishop Mary, sitaki kusema mengi. Lakini ile ukweli ya mambo ni kwamba ile shida kubwa tuko nayo ni kwamba wale ambao wako uongozini, ukifuata mienendo yao ni mambo ya usaliti. It is a system of betrayal. You promise people that you are going to help them, ama utawasaidia kwa njia hii na hufanyi hata uonekani. That is betrayal. Watu wanaamua kupigana ndio wajitolee shida fulani. Tuko pamoja kwa hiyo safari, mara wewe umepiga kona, umetuacha tu kwa mataa. Hiyo pia ni betrayal. Na hii betrayal kwa viongozi ndio imetuletea shida ambayo tuko nayo leo. Nimekusikia wakili ukisema. Lakini hii barabara kwa sababu nimeipitia mara kadhaa, juzi na zamani, pale beleni ilikuwaje? Ilikuwa vipi hii barabara? Ilikuwa inapitika? Ilikuwa baraa. Mtu fulani akaingia kwa ofisi, akachaguliwa, akakaa kwa ofisi, akatumia muda wake vizuri, tukapata lami hapa. Kweli si kweli? Kama wengine ambao wameingia ofisi juzi, wao pia kama wangekaa kwa ofisi, waache kusurura, hii barabara ingepata lami mpaka mwisho. Lakini pale ilifikishwa na Uhuru, hapo ndio iko mpaka wa leo. Kweli si kweli? Sasa hii ni betrayal. Tuliwachagua mtuletee maendeleo, sio kutembea wakati wote mkifanya mambo ya siasa. Mimi kama Secretary General wa Jubilee sijaona uasi ambao niliuona kwa chama cha Jubilee. Watu ambao wamepatiwa kazi na Uhuru wamemwasi mchana peupe na kuanza safari ya kutupeleka kotini na kwingine. Leo hii nashukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akitusaidia katika wiki hii ama wiki ijayo kule Nairobi pia tutapata kuwa na maombi kama haya sisi wana Jubilee, na tutamwalika Bishop wenyu Bishop William akuje tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sasa hatuko pahali tulikuwa miaka 2 iliyopita. Hello. Na ni vizuri kusema asante kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi nataka kusema ya kwamba kwa sababu siasa huyu ndio ameleta huyu wakili. Mimi nilikuwa nimekuja tu kuoga. Yeye ndio amefanya niongee siasa kwa sababu nimesikia anatafuta kiti. Na mimi namtakia mema. Lakini hakikisha umeingia kwa chama sawa sawa. Usicheze namna hii. Wacha nikwambie, Jubilee iko na idadi ya watu milioni 7.1 members. Ndio chama kikubwa zaidi Kenya hii. Hamna chama kingine kiko na watu wengi kama wale. Na pale tumetoa kiongozi anaitwa Uhuru Kenyatta, amefanya miaka yake 10. 2022 tukasema tutaunga Raila Amolo Odinga, tukampatia kula ambazo tulimpatia. Lakini pale wengine wakasema watampigia William kura. Kwa hivyo sisi tuko pale chama cha kimataifa. Tumetoa Uhuru, tumepigia Uhuru kura, tumepigia Raila kura, wengine wamepigia Ruto kura. Wakili, unaona huyu kijana anaitwa Sakuda. Bishop, nimekusikia. Mimi pia ninajaribu kutengeneza timu ya vijana na niko na wao. Huyu kijana hii microphone ameshika leo hapa, hageishika mwezi wa 10.
alikuwa naiona anatoroka. Imenichukua kutoka mwezi wa 10 mpaka wa leo, na sasa anaichukua na kuhakikisha kwamba ametoa hotuba kwa Wakenya. Hello. If you want to become a national leader, you must be in a national party. Don't go to village parties. That guy may be known more than you and you are looking for a whatever before. Kwa sababu tumetembea naye Kenya mzima. And I'm challenging young people, stop being local. Yes. We need national leaders. Yes. Please, we need national leaders. Let us not localize too much. Because you will have good talent. I know you have seen you in school, I know how you can deal with law books. Lakini ukikaa hapa tu utakaa hapa kijiji bwana. Tembea twende pamoja na wewe. Because this country needs you. And that's why we are keeping Jubilee as a national party. Na leo tuko hapa Imaroro. Na Bishop wako na kanisa hapa. Na ataendelea kuhakikisha kwamba imepata idadi ya watu. Lakini usije ukafikiria kwamba kanisa ya Imaroro itakuwa kubwa kuliko ama itaanza kutoa amri sijui, I don't know. It is not the one going to give orders to the one in Kajiado. Lakini lazima ipatiwe nafasi yake ya kuinuka ili ifike katika hiyo kiwango. Najua Bishop Mary anaelewa vile nasema, kwa sababu hiyo ni siasa kali. Lazima kila mtu apate nafasi ya kuinuka pole pole. Usije ukafikiria kwamba utapata mtoto kesho ama utauda kanisa kesho na ikibie ianze kuhubiri Kenya mzima. Haiwezekani. We have only 2 years to elections. Na watu Kenya mzima nimesikia wamekubali ya kwamba wamechoka na Kasongo. Ni kweli ama si kweli? Wamechoka na Kasongo. Kwanza wale walimpigia kura kwa fujo kule kwa mlima. Hawa ndio wamechoka zaidi. Na juzi ametembea huko kwa mlima na akainua mkono wa heri kusema wa Buhari, kwaherini, na sisi pia tukainua mkono wa kumwambia kwa heri, kwa sababu tumeanza safari nyingine ya kutafuta mtu ambaye anaweza okoa Kenya. Na ndio juzi Saturday ni Jumamosi kulipigwa kura na ile redio inaitwa Inoro. Kijana anaitwa Muchwe. Ilichangaza mimi pia. Walisema kwa sekunde kadhaa, nataka watu 100 wapige simu hapa na waseme kati ya watu wawili, Matiang'i na huyo mwingine, ni nani watampigia kura. Hii ni redio ya Kikikuyu. Wacha niwaambie, ilichangaza sisi. Watu 9 kwa kila 10 walichagua Matiang'i, wakaacha huyo mwingine. 90% of the people who called wanted Matiang'i. Hiyo sisi tulisema, si asubuhi tuliamka siasa, ni wao tu walisikia Matiang'i amefika na wakasema bas, the eagle has landed. Lakini Matiang'i pia ananiambia kama Uhuru tu, yeye hataki mambo ya siasa ya kila siku. Kama tunataka mambo ya kuinua hali ya Wakenya, lazima tutumie muda mwingi kufikiria vile tutasaidia Wakenya, lakini sio kutumia muda wote tukicheza siasa. Hiyo sio kusema kwamba wakati yake ikifika hata tembea. Na nataka kujua, mngetaka akuje hapa wazalimu ama mngetakaje? Mnataka akuje? Hebu nione kwa mkono wale wangetaka Matiang'i akuje baadaye. Naona kanisa yako yote Bishop iko kwa Matiang'i. Kwa hivyo hata hii pia inaweza toka 90% Matiang'i na huyo mwingine 10%. La mwisho ni kusema ya kwamba tuko katika hiyo hali ya kuombea Kenya mzima. Hatuwezi tukaenda hii safari ukiwa peke yako, lazima tushikane sisi wote mpaka na kanisa na makabila yote, na that is why I'm proud to be a Secretary General of Jubilee. Because na watu wa mlima wamesema raundi hii hawatachukua hiyo kiti ya rais, hata watapagania wapatie mtu mwingine from a small community. Halo? Wameamua? Hiyo wamekubali? Na I know inawachangaza. Bishop angalia mimi kwa sawa sawa, sababu mimi sitaki uwe offside kama raundi nyingine. Wewe na mimi leo. Lakini pia na mimi sitoi uamuzi kwao, ninawasikiza tena.
kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko mambo mengi sana. Unasikia wanasema hata tunatafuta pia kuona hii namba 2 nani pia anatakikana. Hiyo pia iko kwa meza, watu wote waanze kufikiria. Kwa hivyo mnapotembea, mnapofikiria mambo ya kesho, mnapoomba, fikirieni haya mambo. Sisi katika Jubilee we have our own presidential candidate mwenye atakaa na wale wengine, kwa sababu chama bila presidential candidate, chama kubwa kama Jubilee, sio jambo nzuri. Na tuko na presidential candidate mwenye tunaunga mkono, mwenye tutakuwa tukiuza Kenya mzima, ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Huyo ndio presidential candidate wetu. Na wale wanataka viti katika eneo hili la Kajiado, wote wajue ya kwamba ukikuja katika Jubilee, our presidential candidate ni Matiang'i. Ukisikiza Kisii, Matiang'i. Ukienda Nyanza, Matiang'i. Ukienda Mount Kenya, Matiang'i. Ukienda North Eastern, Matiang'i. Wakili. Kwa hivyo tuko hapo na mimi nitakuwako. I am going to be a partner with this church kwa sababu nimefurahia Bishop akivuta nitakuja. I want to tell you there are many places we go to. Na kila wakati unaogopa kwenda kanisani kwa sababu kule ni matoleo. Hapa kila ukikuja unatoka na certificate na shukrani. Na umehubiriwa. Umesikia maneno ya Mungu. Kwa hivyo nashukuru sana. The lady called Catherine Maraso, mke wa Bishop. Yeye katika Jubilee ako katika ile, kuja hapa tafadhali. Hiyo mambo unasikia mambo ya elections, yeye yako katika board, the National Elections Board. Kwa hivyo kama rais candidate atakuwa Matiang'i, hawa ndio watapatia akina Matiang'i certificate. Hawa. Kwa hivyo sisi hapa akiniita mimi pia nakuja ninakimbia, kwa sababu whether ikawa pia nitatafuta certificate na inaweza kuwa inatoka kwake. Kwa hivyo na tunashukuru kwa sababu she is a loyal person. Kama there is a word she does not know, it is betrayal. And I tell you, in life, betrayal is one of the worst thing unaweza fanya. Mambo ya kuasi, kumsaliti mtu, awe amekupatia kazi, you are the PA, mara umemwasi, ni jambo ambalo si nzuri. Unaasi mtu mpaka unafika pahali ya kufikiria mambo mengine. Sitaki nipitishe hapo nisikie kwa siasa mzito. But she is a person you can use as a loyal person, na tunashukuru sana. So thank you so much. Thank you so much. Tumekuja na msichana mwingine anaitwa Neli pale. Huyu pia anaitwa Charity. Huyu wazazi wake ni kutoka Narok huyu, na anasimama huko Thika kiti ya MCA. Na mzee mwingine haniachi anaitwa Alichu. Huyu hapendi siasa lakini anapenda wanasiasa. Kwa hivyo haniachi, na ninashukuru sana. Thank you so much. Mwenyezi Mungu awabariki. And may he bless you and expand the boundaries of this church. Na niseme ya kwamba kule kwetu tumetoka pahali watu wamemkubali Mungu, hasa wazee zaidi, na wamemkubali Mungu kwa roho. Hata maendeleo, unaona hali ya maisha inabadilika pale walioko. Mambo ya kumkubali Yesu ni mambo inazidi yale ambao tunafikiria. It comes even to the whole area. Eneo lote you can see mambo ya vile watu wanaishi, vile wanafanya mambo inabadilika. Kwa hivyo asante Bishop kwa kuja ndani kuwahubiria wa Kenya, watu ambao pengine wanaweza kuwa na ugumu ya kwenda Kajiado. And that is how it is. I have been an evangelist. Tumetembea kidogo wakati kabla tuchukuliwe na siasa. And I tell you, it was the best thing to see people accept Christ. Thank you so much and God bless you. Mwenyezi Mungu awabariki. Haleluya. Naona nataka kuona kama kule nyuma walikuwa nasikia. Haleluya kule nyuma. Walisikia. Asante sana. Thank you. Tupigie Moita ananikumbusha kwamba ni kweli nimesikia vile amesema, na nimemuomba anipatie makaratasi yao vijana, tuone ni nani ambaye tunaweza saidia, ama naweza niongee na marafiki tuone ni nani kati yao anaweza chukuliwa aweze apate. Kwa hivyo naomba hiyo karatasi, na sio kwa sababu tuko na uwezo zaidi, lakini kwa sababu
mimi najua Mwenyezi Mungu hiyo ombi ambao limewekwa hapa atafungua mlango pahali fulani. Hiyo ndio maana. Thank you so much.